Ukisikia sasa wanaume tunakufa sana kuliko wanawake, usifikiri ni jambo la kawaida, ni mkakati maalum wa adui. Ukisikia magereza yanajengwa, wanaume wamejaa magerezani kuliko wanawake, ni mkakati maalum. Ukisikia watu sasa hivi wanaofanya biashara kwa wingi, yani ukienda masokoni, walio active kwenye utafutaji wa fedha ni wanawake zaidi kuliko wanaume, usifikiri ni kawaida. Tuko kwenye vita ya hatima za wanaume. Kwa nini? Kwa sababu tumejifunza huyu mwanaume ni kiongozi. Yale mambo matatu ya mwanaume, yani mwanaume yote akiashika yale mambo, kweli si wa kawaida. Lakini adui anajua, yani anajua wewe brother ukiwa na hela, wewe ukiwa na hela hata pumua. Anajua, yani anajua mwanaume akifanikiwa kwenye haya maisha, akawa stable, ana familia nzuri, ana pesa, ana watoto wazuri, huyu hazuiliki. Kwa kazi kubwa ya adui kwenye maisha yetu tangu mwanzo ni kuhakikisha hatima hazipevuki, hatima za wanaume hazifikiwi, hatima ya wewe kuwa vile unavyotaka haiwi, ndoto ulizonazo hazitokei, hauishi katika ukamilifu wako kama mwanaume.